Utawala wa Iran unakaribia kuporomoka, anasema Reza Pahlavi. Pahlavi ameonya kwamba serikali ya Iran haina kusita katika kukandamiza watu na iko tayari kuua mamia kwa maelfu ili kusalia madarakani, lakini sasa wanaenda kuanguka. Hii ni baada ya kuona kwamba viongozi wengi wa juu wa serikalini pamoja na jeshini wanauawa, hasa katika kipindi hiki cha vita vikali dhidi ya Israel na Marekani. Wito wa mwisho wa maandamano ya Iran dhidi ya utawala unakaribia, Mwanamfalme Reza Pahlavi alisema katika mahojiano na shirika la habari la Iran International mnamo Jumatatu. Pahlavi alionya kwamba serikali ya Iran haina kusita katika kukandamiza watu na iko kwa ajili ya kuua, na sasa kutokana na hayo yote na namna ambavyo viongozi wake wanazidi kuuawa, basi wanaenda kuanguka kabisa na serikali hiyo inadondoka. Nadhani sisi sote baada ya miaka 47 ya kushughulika na serikali hii ya jinai tunahesabu siku hadi mfumo huu utoweke, aliambia Iran International, na kuongeza kwamba tunataka kufikia siku baada ya kuanguka kwake, wakati watu wa Iran wataweza kufikia kile wanachostahili, uhuru kamili na fursa kujijenga upya na kufanikiwa. Kuporomoka kunaendelea, Pahlavi alisema, kwa njia ya shinikizo la kijeshi la Israel na Marekani kudhoofisha IRGC na Basij pamoja na harakati za ndani. Vikundi ndani ya nchi wanachama wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kupitia shirika na kazi inayoratibiwa wana uwezo wa kutoa pigo zaidi kutoka ndani, alielezea, akimaanisha mtandao wa siri unaofanya kazi ndani ya Iran ili kudhoofisha utawala. Maendeleo mengi tuliyoyaona nchini hayakutokea mara moja, bali ni matokeo ya kazi iliyopangwa, anasema zaidi Bwana Reza Pahlavi, mwanamfalme nchini Iran. Hata hivyo, utawala huo wakati huo umekuwa na wasiwasi kubwa mno, baadhi wakiona kwamba pengine utawala huo, kutokana na namna ambavyo viongozi wake wanauawa kila kukicha, huenda wanaenda kuporomoka. Licha ya baadhi ya viongozi kama vile Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, amesema kwamba licha kuuawa kwa viongozi hao, lakini wako imara na kwamba mfumo uliopo nchini humo hauwezi kusababisha kuporomoka kwa utawala huo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu bado linapambana licha ya kupata hasara kubwa. Muundo wao wa uongozi unasaidia kuendeleza mapambano, lakini wachambuzi wanaona ishara ya shinikizo linalozidi kuongezeka ndani ya mfumo wa madaraka. Siku 18 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran yaliyomuua kiongozi mkuu Al-Khamenei katika saa za mwanzo za vita na kuangamiza viongozi wengine wa kisiasa na kijeshi, ilionekana kwamba kitovu cha madaraka cha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kingekuwa kimeyumba vibaya. Hata hivyo, kadri wiki ya tatu ya vita ilivyoanza, inaonekana tathmini hiyo haiendani na hali halisi. Muundo wa madaraka wa Iran umeweza kushinda mshtuko wa awali, mchambuzi wa Mashariki ya Kati Habibu Hussein Fardhi aliambia shirika la habari la DW. Licha ya kupata mapigo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC linaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali dhidi ya Marekani, Israel na baadhi ya mataifa jirani ya Kiarabu. Wanategemea mfumo wa kamandi uliosambaa na uliounganishwa vema. Hali hiyo inaonekana kuendelea hata baada ya Israel kusema Jumanne kuwa imemuua Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa, pamoja na kiongozi wa wanamgambo wa Basij Kholem Reza Soleimani katika shambulizi lingine la Jumatatu. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilisema Iran imefanya zaidi ya mashambulizi 300 dhidi ya Oman, Saudi Arabia, Israel, Jordan, Cyprus, Uturuki, Azerbaijan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Iraq, Kuwait na Bahrain katika kipindi cha wiki mbili. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia ilisema ilidungua drone 60 katika anga yake tangu usiku wa manane, hali inayoonyesha ukubwa wa mzozo huo. Umoja wa Falme za Kiarabu pia uliripoti kifo cha mtu mmoja na majeruhi mwingine kutokana na mabaki ya makombora ya Iran yaliyoanguka. Hii yote inathibitisha kwamba mfumo wa taifa hilo la Iran upo imara na upo katika mapambano wakati wote. Katika hali hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amethibitisha na amekataa mazungumzo, akisema hakutakuwa na usitishaji wa vita iwapo Marekani na Israel wataendelea kushambulia maeneo ya Iran. Inaonekana bado anaweza kutegemea mfumo imara wa jeshi, huku IRGC ikiwa mhusika mkuu mwenye uwezo wa kujibu kwa kubadilika kulingana na hali. Jeshi hilo lilianzishwa baada ya mapinduzi ya mwaka 1979, mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, kwa sababu watawala wapya hawakuamini jeshi la zamani la enzi za Shah. Lengo lake lilikuwa kuzuia mapinduzi ya kijeshi na kulinda itikadi ya dola.
pamoja na jeshi la kawaida la IRGC sasa ni sehemu ya vikosi vya ulinzi vya Iran na iko chini ya kiongozi wa kisiasa na kidini wa taifa hilo, kiongozi mkuu Mojtaba Khamenei. Idadi ya wanajeshi wake inakadiriwa kufikia hadi 200,000 walio kazini. Kwa mujibu wa Hossein Fardi, katika miongo miwili iliyopita, IRGC imebadilika kutoka taasisi yenye mfumo wa ngazi za juu hadi mtandao ulioenea ambapo makamanda wa majimbo wana mamlaka makubwa ya kufanya operesheni hata bila amri ya moja kwa moja kutoka makao makuu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.